Ina maana kuna imani ya vitu vidogo vidogo na kuna imani ya vitu vikubwa vikubwa. Kama mnaona watu wengine wanafanikiwa, ni imani yao kuwa kubwa. Mnasikia watoto wa baba? Watu hapa wanafanya vitu kwa imani. Hivi nawaambia ni kweli. Mnaweza msiamini kama bado una imani ndogo. Sababu kama una imani ndogo utaona kama vile haiwezekani hivi ninavyoongea. Lakini kama una imani kubwa na vitu vikubwa, amen, utakuta haya ninayoongea ni kweli kabisa. Na kama inawahi kutendeka kwako utaona ni sahihi kabisa. Amen. Watu wanapata vitu vikubwa kwa imani. Yaani ndugu, hakuna eti kuna watu hapa wana milioni ya pesa. Hakuna. Lakini ni kwa na pia nasema tusoma kwamba imani ina uwezo wa kuumba. Est-ce que vous comprenez le plus? Donc maana il faut insister sana hapa kwa incredulité. Sababu hapa ndo kuko esheki ya watoto wa Bwana. Amen. Hapa ndo maana watoto wa Mungu wanashindwa. Ndio maana niko hata nipike msumari pale mbele ya kuanza ukatifu. Amen. Amen. Watoto wa Mungu wengi kama waendi mbele ni kwa sababu ya kukosa imani. Amen. Watoto wa Mungu wengi kama wanaishi hivi ni kwa sababu ya kukosa imani. Amen. Sasa sikia pale wanasema et montez ici. Montez ici. Panda hapa. À une autre sorte de voie. Kwenye aina nyingine. Et entrez dans de grandes choses. Hii maneno ya Daudi. Est-ce que vous voulez entrer dans de grandes choses? Parce que spirituellement, il y a des petites choses et des grandes choses. Demandez. Les grandes choses. Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Amen. Amen. Hebu soma tena. Les grandes choses. Mungu sasa wao wanatafsiri. Sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Yanawezekana kuipata kama vile mambo madogo. Amen. Amen. Asome tena. Rudilia tena. Demandez. Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que des petites choses. Nayo inawezekana kuipata kama vile vidogo. Semeni amen. Hizi tunaweza kupanda tu kidogo. Mambo makubwa yako rahisi kuyapata kama vile unavyopata mambo madogo. Haya mambo ndani ya Yesu yanawezekana. Mes frères, Yesu tuliye naye ndiye mwenye vyote kuliko vyote. Église, réveillez-vous. Réveillez-vous, Église. Les grandes choses sont si faciles. Rahisi sana kuipata. Quelle petite chose. Vile kisi huku unapata chakula. Sio ni rahisi sana. Vile vinawezekana pia kupata Roho Mtakatifu. Rahisi kama vile unavyofikiria. Hivi wewe pourquoi quelle est la grande chose? Amen. Unajua kubwa ni nini? Labda mwingine atasema mimi kwangu kubwa ni kupata avion 5. Amen. Avion 5. Kama za Ethiopia Airlines. Kwa Yesu inawezekana. Amen. 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 Wadada, unaamini unaweza pata avion 5? Amen. Hapana, kwa Yesu inawezekana. Amen. Yaani kila ambacho unaweza kuwa kikubwa
Kwa Yesu ni kitu kidogo sana. Sasa Mungu anataka tufikie imani na kiwango hicho, kumwamini hadi kwenye kiwango hicho. Huyu bwana huyu kutokuamini huyu, amen, huyu ni adui sana huyu, amen, amen, huyu ni mtu mbaya sana. Huyu bwana huyu anapaswa kufukuzwa hapa kwetu. Amen, amen. Huyu hatumpendi huyu. Amen. Huyu kutokuamini ametuharibishia mambo mengi. Amen. Ametuweka katika umaskini. Amen. Huyu kutokuamini huyu ametuweka katika ufukara. Amen, amen. Amen. Kiasi kwamba watu wanafikiri kuishi katika ufukara ni vizuri. Friend. Amen. Kwanza hakuna mtu wa kwanza, mawazo machungu, minongomo, chuki, makambo manga sana. Amen. Etito mwana jana. Amen. Ili kunaambia kweli. Amen. Jala yaso na friend. Amen. Attention na jala. Amen. Jala ni ya mzuri huko na franga mfuko. Amen. Lakini unasikia jala na hauna kitu. Otenda biwa vyose friend. Amen. Kama mke wa Abrahamu na jo mke wa nabii. Amen. Anakamata mlango bomu. Notolishi na mwana nyumbani. Ataka usotolishi ne. Yule kama ni nabii. Notolishi ya. Mwa kanga tutaona inja. Ja. Beba nale beli wewe ndangule ja. Ndio twaso. Jala yako wote. Amen. Ili kukataa njaa nyumba yako. Amen. Omba Mungu nyumbani mwako mjae chakula. Amen. Mkule asubuhi, mkule mchana, mkule jioni. Amen. Semeni amen. Amen. Omba kwa sababu ni wale njala. Kwa bakele ziko bora. Leo vitoja eseme na mimi mweta na furaha. Ndio toa ndio yako jamii. Sasa kama mimi mimi mwenda kutosoyo nalo wale hiyo ndio yako wala ale toa kama etemo mchiomo. Mungu ni Mungu yupi ambaye atajali roho akose kujali mwili? Hivi kama niko ninahubiri hapa, hii roho yangu kama ingekuja yenyewe hapa ingehubiri. Sinibidi mpaka ikuje ndani ya gari yake. Na gari yake si njoo hii mwili ya mdogo hii. Sasa Mungu nafikiri anaweza akajali tu roho akose kujali na hii gari ya roho. Si lazima ijali nayo. Sababu hii gari ya roho ikiwa dhaifu, hiyo roho haitakuja kuhubiri. Unafikiri niko na njara ya wiki mbili ndio wacha kuhubiri? Na ino yote ni mosaka na wacha kuhubiri. Njara ya inga chibele. Hapo Mungu ngoja namsahau. Huko siku moja nilikwenda kukifungo kule nikafunga siku 2. Baadaye wakanipigia simu, "Mtu umeoa leo." Nini nikafanya? Ndio yashishie. Nilinde mpako. Nitaenda na njara yote. Nikaenda kuteshu. Wakanipa mikro ele. Na Mungu ndio katika tena mahubiri. Na Mungu ndio tenda moja aya. Tenda mambo ipuru. Ino tobe. Kida watu hubiri na njara. Njara yeye toja. Njani mbaya. Amen. 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 Na tupasi kubali katika nyumba zetu. Amen. Sisi ni watoto wa mfalme. Amen. Daudi alisema nilikuwa kijana. Ndio. Na sasa nimezeeka. Amen. Sijaona mtumishi wa Mungu. Amen. Awe kalomba. Amen. Hivi unajua kisi ndio mwisho. So kama ngoso na watu. Mmoja tangoso na watu. Branham aliambia Mungu hivyo. Ikifika tu anaanza kosa franga. Mimi na wewe tunachapa. Mimi na wewe tunaacha sitahubiri tena na huyu anaona boka. Siwezi kuwa hapa mimi na hubiri mikutano ni mwasafunga chini pa madai. Na pressure wasafunga chini pa madai. Hapo Mungu anatenda mimi. Ninao sababu za leo bila kuchoka sama na anga mara abi. Ninao sababu anga. Ile roho hawa. Mungu anopale. Na tangu hiyo siku. Amen. Hakukosaka pesa. Njoo hii hapo leka nisomee hiyo. Qu'y-a-t-il dans ta main? Una nini mkononi? Prêcher les 20 mwezi wa 11 55. Paragraphe 10.
Et maintenant, cette série de réunions, frappez-la. Ce ne sont pas des dépenses. Mais en quelque sorte, c'est là. Il se peut que nous soyons en dehors de la section ou quelque chose d'autre. On n'a pas eu suffisamment déjà pour couvrir les dépenses. J'ai manqué cela 2 ou 3 fois. Et les 2 fois, c'était en Californie. Une fois, c'était ailleurs. Et j'ai promis au Seigneur. J'ai promis au Seigneur que lorsque les réunions en arrive au point où elle ne se supporte pas suffisamment financièrement, et je ne laisserai jamais les gens mendier. Si quelqu'un mendiait de l'argent, ou qu'on dise qui va offrir $50, mais nous sommes là aussi, et ainsi de suite. Nous arrêtons à ce moment-là. Oui, je ne crois pas à ça. Non, Dieu est capable. Et je dis maintenant, Seigneur, si tu ne me soutiens plus, alors c'est le moment pour moi de rentrer chez moi. Amen. Il faut prendre les décisions dans le Seigneur. Ndio maana nabii anasema Dieu répond selon votre attente. Tulikuwa na mzee mmoja hapa alikuwa hajavaa koti. Ile koti frère bote. Nikamwambia mzee subiri. Utavaa koti. Ukaenda fasi moja. Bwana akaja na bomba koti 3. Akasema naona bila nose kumbe mpana onda etumu watu waeta. Kwambia njoo vile. Mtu akipenda kitu Mungu anakwenda kutimiza. Unajua dépenses za ndugu zilikuwa ngapi dépenses za ndugu Orarobe? Leka tango basomele wichichi. Amen. Niba someleo. Mungu jamimo dépenses par jour. Amen. Ndugu zangu, kuna mambo ambayo tunajinyima sisi wenyewe mpaka Mungu anatushangaa. Nitasoma tu force moja. Il y a ici plus que Salomon. Prêché le 15 mai 1961, paragraphe 11. J'ai parlé frère Robert. Ora Robert. C'est très merveilleux âme. Frère Robert. Il faut à cet homme, environ $10,000 par jour. $10,000 par jour. Amen. $10,000 par jour. Très bien. Dieu savait ce qu'il fait. Car il ne m'a pas confié cette responsabilité-là. Hawa ni wahubiri wenzetu. Hawa ni Wakristo wenzetu. Amen. Kuna aina nyingine ya imani walikuwa nayo ambayo sisi hatuna. Ndio maana Mungu anataka tukomae tukue. Frère, écoute, tu ne peux pas opérer le miracle avec Dieu si tu n'as pas cette foi de grandes choses. Hii kweli kuna imani kubwa na kuna imani ndogo. Yaani wewe utabaki unalialia tu unalialia. Kumbe tatizo ni imani lako. Huwezi enda popote na Mungu kama huna imani kubwa. Vous devez avoir une grande foi. Inabidi uwe na imani kubwa. Amen. Ili kwamba ufanye mambo makubwa. Kwa kuombea mgonjwa ili apone, lazima uwe na imani kubwa. Amen. Kwa nini wewe unaombea mgonjwa apone? Na wengine wanamwombea huyo mgonjwa anapona.
Shika ni imani lako. Una imani ndogo, uko mbele ya mgonjwa na unashakia, unasema huyu atapona kweli, huyu hatapona, huyu atapona, huyu hata ngoomba naose, lakini ono Nioto kwanza tu, lakini huyo hivyo nafikiri mgonjwa atapona. Wewe kwanza mapepo ingesema ikupiga makofi, sababu hujui chenye unafanya, hujui unachofanya. Amen. Inabidi hilo imani kubwa. Sasa Mungu wa Abrahamu anataka sisi tutoke kwenye imani ndogo. Amen. Sababu hiyo ndio shida tulio nayo hapa. Amen. Watu wanaamini Mungu ule wa kwenye vitabu, ule wa kwenye jumbe. Watu hawajaona nguvu za Mungu zikitenda kazi. Amen. Sasa Mungu atatendaje nguvu zake kazi wakati ninyi hamna imani? Unaona shida? Hamna imani. Mungu akifanya mambo ya ajabu hapa, mtakufuru. Ndio. Mtasema huyo sio Mungu. Na kumbe ni Mungu. Amen. 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 Mungu akifanya mambo ya ajabu, sababu Mungu anataka afanye mambo ya ajabu. Haleluya. Mungu anataka afanye maisha ya ajabu. Amen. Lakini je, mtaamini? Je, mumeshaondoa kutokuamini? Watoto wa Baba tunajiua wenyewe, tunajikosesha wenyewe, tunajitesa wenyewe. Wangapi hapa wako na shida ya pesa? Wengi sana. Unafikiri ni Mungu anataka uwe hivi? Unakosa mpaka chakula nyumbani, mwaka nenda mwaka rudi, mwaka nenda mwaka rudi, omehome ile njara kila usiku. Hebu pensez que ça c'est la volonté de Dieu? C'est Dieu qui veut que tu restes affamé comme ça. Mungu pamoja na kukupenda kote ambako anakupenda, ndio anataka ukale maisha yako yote hivyo. Mtu washika na tabu. Tatizo ni wewe. Tatizo sio Mungu. Mungu ameshamaliza. Huyu Bwana kutokuamini ametutesa muda mrefu. Ndio maana Mungu anataka atoke miongoni mwetu. Amen. Nikwambia habari ya kutokuamini. Kutokuamini kutakuwa wewe mwenyewe. Na ndiye anasema l'incrédulité ne tue que l'incrédule. Kutokuamini kunamwangamiza yule asiamini. Yaani kutakuanga ndo kisi kuna uanaka, kutakuwa frere. Utakufa mpaka waje kuzimu. Na ushi uingia kanisa. Utakufa na kwenda kuzimu na kuingia kanisani. Na ulikuwa hata na cheo kanisani. Lakini wewe ni asiamini. Sikiliza kisi mtume anasema hapo. Amen. Nabii anasema hivi hapa, nisome hapa kwanza haraka haraka. Paragrafu inaitwa l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Kwamba kutokuamini hakusimamisha. Verset le 28 janvier 1962, paragraphe 57. Très bien. Voici ce que je dirais pour terminer. Naona nataka kusema kwa kumalizia. Soma hapo mpendo. Voici ce que je dirais pour terminer. Nataka kusema kwa kumalizia. Très bien. Ndio. Voici ce que je dirais pour terminer. Nataka kusema kwa kumalizia. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Amen. Amen. Eti kutokuamini hakumzuia Mungu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mungu atafanya kazi tu, lakini hatafanya kwako wewe. Kwa sababu wewe hauamini. Lakini kwa wale ambao wanaamini, Mungu atafanya kazi. Lakini wewe kwa sababu hauamini, Mungu hatafanya kazi kwa wewe. Unaikala miaka nenda miaka rudi. Endelea. Elle n'arrête pas son programme. Haizuii mpango. Elle n'arrête pas son action. Haizuii kazi ya Mungu. Kutokuamini kwako hakuzuii kazi ya Mungu. Elle n'arrête que l'incroyant. Amen. Kutokuamini utazuia wewe usiyeamini. Kwa hiyo sasa bora uamini. Amen. Uamini Yesu anaweza yote. Uamini hakuna linaloshinda Mungu. Uamini magonjwa yote kwa Mungu yanapona. Uamini Mungu anajibu mahitaji yetu yote. Uamini
ukiamini hayo mambo leo, na hata leo hii sasa hivi ukiamini, na kama ulikuwa wewe ni mgonjwa, na ukiamini haya maneno utapona hapa hapa. Semeni amen. Hapa ni swala la kuamini. Amen. Kazi yake kubwa kama niliwaambia ni kutenga mwanadamu na Mungu. Amen. Anakutenga na Mungu. Amen. Na pia anasema baada ya kutenga na Mungu anakaribisha mapepo ndani yako. Mapepo ya kila aina. Mapepo ya hene, mapepo ya jalousie, mapepo ya kutetana, mapepo ya kuibana. Unaweza iba mtu atoka huko mkanisa hivi. Unaiba simu ya friend huko mkanisa hivi. Na huko sasa unaingia mkanisa. Hii yote mapepo inakuja inazunguruka huyu bwana kutukuamini. Kutukuamini, jambo la pili anakutenga na wandugu. Unachukia wandugu. Anakutenga na kanisa. Ndio kazi ya kutokuamini. Kitu kingine kutokuamini, anaondoa amani ndani yako. Unakuwa na mtu ambaye huna amani. Kifupi, kutokuamini anakurudisha nyuma. Kutokuamini anakufanya kuwa mtumwa wa dhambi. Kutokuamini anafanya moyo wako kuwa mgumu. Kutokuamini anazaa mauti, ndio mwisho wake sasa. Pale vile sasa anakufikisha mwisho mkoo. Anakuua na anakuua kimwili na kiroho. Na baadaye kutokuamini hata ishia kwako tu, ataenda kwa watoto wako. Bwana ni mbaya sana. Anaanza watoto wako wote. Ndio kisa shetani anafanya kazi. Anamaliza watoto wako, anaenda hata kwa mke wako kama ulikuwa mwanaume. Na hata ishia pale tu, hata ishia hicho kizazi. Anaweza enda mpaka kwa wajukuu wako. Na hata ishia hicho kizazi cha pili tu, anaweza enda mpaka kizazi cha 4. Huyu kutokuamini huyu ndio tena analetaka magonjwa yote. Unajua hivyo unajua kama yeye ndio baba wa magonjwa na ile magonjwa ile haitaishia kwako tu, itaenda mpaka kwa watoto wako. Itaenda mpaka kwa wajukuu wako. Itaenda mpaka kizazi cha 4. Unaona bwana, ni mtu mzuri. Si mtu wa kufukuza kabisa. Huyu kutokuamini si mtu wa kufukuza huyu. Amen. Anazuia baraka zako. Anakufanya uone kama vile Mungu habariki. Kumbe Mungu anabariki. Amen. Kutokuamini anakufanya hata usiamini watumishi wa Mungu. Sasa kama uamini watumishi wa Mungu, osomero kama uamini watumishi wa Mungu walikuwa hapa, osora mabile yeye ndo baraka taberaki. Katika maskani hii. Ososeni na oli. Takibidia wa. Amen. Sababu Mungu ndiye aliyetuweka hapa. Alituweka hapa ili tuangalie kondoo zake. Sasa ososeni na wape ili ndio takibidia wapi hapa? Unaona shida ya kutokuamini? Leo Mungu anautoa kutokuamini ndani yako. Leo Mungu akuse imani lako. Ili kwamba upate mambo makubwa. Watoto wa baba, Mungu anabariki kiroho na kimwili pia. Amen. Niko ninawaambia hapa ni kweli. Mimi niliwaambia hivi jana. Kuna ngazi fulani ukifika na Mungu kuliko wewe kutafuta pesa. Pesa zinakutafuta. Hiyo. Zinakufuata kwenyewe huko. Zinakwambia zingine hizi. Wote waliobarikiwa na Mungu walibarikiwa na kimwili pia. Ibrahimu alikuwa maskini. Ayubu alikuwa maskini. Daudi alikuwa maskini. Amua. Brana anaona mmoja maskini lakini amo $100 par jour. Ndimo maskini wange Mungu. $100 par jour ili ataenda. $100 ambapo inashikio ya manga. Iya mmoja shikio ya manga. Na mtano to wala mwa kabisa.
Oh, frère Branham anasema les pauvres, les pauvres on a $100 par jour, les pauvres $100 par jour, ale na tukali, ale na nyumba. Ça. Hivi leo watazama Mumba yo matono. Eka tabana yo maka. Inshallah wamo echi. Wamo ojo sukulonga. No. Na bibi amu yenge ni wewe tacho nyama. Akini no frère. Amen amen. Amen. Les gens wale watu na 20,000 par jour. Kwa hiyo ndio modela ngao. Il y a 20,000 modela ngao. 5,000 par jour. Et tout ça qui l'ont comme ça moi matembele no maskari kidogo eka mchunguzi kwa mmoja matembele na bo uta mchichi yote ya tourner 5,000 na bo msaki na longi mole mtu imole mtu momo Bafre hiyo sio mapenzi ya Mungu, hiyo sio mapenzi ya Mungu. Sisi tunaomba Mungu wa Branham atubariki. Watu walio hapa wanaohitaji makazi, Mungu awape makazi. Walio na biashara, Mungu afanikishe biashara zao. Walio na maduka, Mungu awape wateja. Amen. Sio maombi haya. Haleluya. Frère Chimene, et puis quand ça on t'a parlé, ne va mochiro. Achille. Non frère, il veut te donner on veut te on mochiro là. Et ça on veut donner là. C'est là il faut. Amen. Amen. Donc ana watoto wa wana kama loka mesho tuloka asimolewa. Frère Mungu anibariki. Mimi afanye obulongo shimole na loka. Non oui moi tata ni moi. Ça bien reposer votre attente. Amen. 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 Nina sababu hizi kwa maskini. Amen. Yeye siko maskini. Amen. Na sitakuwa kama maskini. Amen. Sababu niko na Yesu. Amen. 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 Ewa wewe maskini. Wote. Amen. Amen. Na Mungu akupe taje kwa jina la Yesu. Amen. 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 Tunapaswa kuamka. Amen. Tulijitanganya na uovu. Amen. Amen. Kika kwenye mikusanyiko mingine wanaoamini kama sisi wasimaone. Amen. Kwanza pale ya wolo kata kwa jata ukavu. Ndugu. Amen. Yaani unaona vitu unajiuliza kesho hapo amini vile. Na wote wanasema Mungu wa Branham. Ndio. Mungu wa Branham. Ndio. Mungu wa Branham alinibariki. Ndio. Mungu wa Branham alinibariki. Ndio. Sasa anatoa $80,000 par jour. Mungu wa Branham alinibariki. Sasa tu là. Bako mambo la manja. Non, on ne peut pas accepter ça. Hatuwezi kubali hiyo. Huo ni mpango wa Shetani. Tunafukuza njaa katika nyumba zetu. Sawa. Njaa itoke kwa jina la Yesu. Tupate chakula kwa jina la Yesu. Njaa. Inataka mtu kuwa kama hivi. Njaa. Anaweka maji ya kugani amana bafrada mtoma baola. Wale bana balala jala. Sasa kama watu wachio ndo. Kalole mungu kwake. Na kuko wengine chakula inatafuta makulai. Amen. Yao yamo ndo ndaba. Amen. Wale hebu tu yamo na watata. Wako wapi ndio kula wakati wako ndio napenda maisha maovu na Amen. Si nous, vos serviteurs, ne vous prêchez pas ça, qui encore va vous les prêcher? Ukiwa sisi wahubiri, hatuhubiri hivyo. Nani atahubiri? Sisi Mungu anambia, mwenye ndio mtafanya kazi lile kanisa likuwe kiroho na kimwili. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuwahubiri utajiri wa Yesu wa kiroho na kuwahubiri utajiri wa Yesu wa kimwili. Kuambia Yesu anapanda Roho Mtakatifu na anapataka na morale nazo. Bila umeungwa.
Amen. Je, mnaamini hayo? Ndio Bwana. Je, mnakubali hayo? Ndio Bwana. Je, mnayapigia amina? Sisi hatuko watu wa kwanza Tanganyika tena. Mungu anahitaji kazi, njoo kuombewe. Mungu mpe kazi kwa jina la Yesu. Na unaenda unapata kazi. C'est ça notre Dieu. Unahitaji uwanja wako. Pokea uwanja kwa jina la Yesu. Na unapata uwanja. Unahitaji pesa za kuoa, unakuja. Pokea pesa kwa jina la Yesu. Na unaoa. Amen. Pana Mungu anakubariki kidogo na kanisa wa hewa. Unaanza chelewa mpaka dimanche. Est-ce que nous allons là qui le roule? Hata kiao manzo. Wewe unagusa kidogo utaanza kusema kama unapise. Nitakuja labda kesho Na ngali na kazi mengi Tutaonana frère. Oh, azali akili. Akili hao ngo. Você $100. $100 zenye hata franga zingine za mailite. Mailite mengine yenyewe. Ndio wewe frère mzima labda tani kasa. Toi mwana hapo kanisa. Amen. Ingapo mpaka wainga. Ndugu haonekani kanisani. Ingapo mpaka dimanche. Ana mwana. Tusimu la etaka frère. Unaangalia kukiti ya ndugu haiko. Labda atakuja kesho. Kufika kesho leo haiko. Labda atakuja dimanche. Kufika dimanche leo haiko. Labda atakuja semana ya prochaine. Kufika semana leo haiko. Israeli kama afala nilabisha banda. Niko busy sana. Nilabisha banda. Bon, on a mon problème ndio ndio le souffle. Niko wao leo. Amen. Mungu akili hao ngwa. Angalia taarifa mtu. Mwenye kubariki ni Yesu Kristo. Na Yesu anapokubariki, shikilia sasa neno lake. Unasikia watu wa baba? Hivi mnatanza barikiwa. Usipe kukana Yesu wewe. Usipe kumkataa Yesu. Hivi mnataka anza kubarikiwa. Hivi Mungu anataka shusha baraka zake. Hivi Mungu anataka shusha baraka zake. Baraka kwa Yesu inakutaka wewe hautajua. Mungu atakuletea watu wenyewe watakubariki kwa nguvu. Amen. Imani ni maongezi baraka. Haleluya. Msimame ni wabariki. Sababu mimi Mungu ameshanibariki. Mimi kama ni kazi Mungu alisema mimi. Nilifanya kazi mpaka cheo ya mwisho. Nilikuwa country representative. Yaani ndio niletope. Falanga cha mbanga. Amen. Sasa inge. Amen wewe. Toa sema likibange bwana tu. Amen. Leo hakuna kingine, ni baraka tu ya baraka. Watoto wa baba mko tayari kupokea baraka? Kwa maana tunaambia, waambia watu wao wanapita katikati ya wiki. Dimanche ni nchini tu. Lakini hapa katikati hapa ndio wanadai wanakula. Amen. Amen. Hivi natoa baraka. Amen. Kila mtu aweke kazi lake moyoni mwake. Mimi nitawabariki kwa jina la Yesu. Na Yesu atatimiza neno lake kwenu. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba muinue mikono yenu. Mimi nikiomba nyinyi itikeni amena. Baba Yesu Kristo. Uliniambia nilipokuwa chumbani. Ukifika leo kusanyikoni, bariki watoto wangu. Leo iwe siku ya historia maishani mwao. Ninawabariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana awafungulie mlango.
Bwana awafungulie milango. Wanaotafuta kazi waipate, wanaotafuta viwanja wavipate, wanaotafuta hela wasipate, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana afungua waliofunga, walio katika minyororo ya giza wawe huru, walio katika minyororo ya giza wawe huru, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana waweke huru, Bwana wafungue, Bwana wajaze imani, muamini mambo makubwa na mpokee mambo makubwa. Mpokee Roho Mtakatifu, pokea 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 Roho Mtakatifu. Haleluya, pokea Roho Mtakatifu, haleluya, pokea Roho Mtakatifu, haleluya. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana awabariki.